hakuna mtu ambaye amezaliwa kwa ajili yake binafsi, bali kila mtu amezaliwa kwa ajili ya watu wengine. Na ukichunguza vizuri, huo ndo msingi wa watu kufanya biashara. Ukichunguza vizuri, huo ndo msingi wa watu kufanya biashara. Kwamba wewe una kitu gani ambacho Mungu amekupatia, ambacho kinakwenda kutibu ama kubadilisha maisha ya watu wengine katika namna moja ama nyingine. Mtu ambaye amekwenda katika ajira kwa mfano, ameajiriwa kwa sababu kuna skills amezipata akiwa shule au akiwa katika namna fulani hivi ya matengenezo, ametengenezwa, amekuwa kifaa cha kwenda kubadilisha maisha ya watu wengine. Kwa hiyo anakwenda anaajiriwa ili aweze kutengeneza kitu katika ile kampuni ambayo ameajiriwa. Unapofanya biashara kwa mfano, kuna bidhaa au huduma ambayo unaileta katika maisha ya watu kwa ajili ya kuwasaidia kuboresha yale maisha yao. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye amezaliwa kwa ajili yake mwenyewe, ni kwa ajili ya watu wengine. Na kwa maana hiyo lazima uchague kitu ambacho wewe unakwenda kupambana nacho katika maisha ya mtu mwingine. Kila mtu ana maadui ambao anapambana nao. Na Mungu ametupa namna ya kwenda kuwasaidia watu kupambana na maadui wale. Kwa sababu huwezi kujua kila kitu. Huwezi kujua kila kitu. Ni kweli kabisa. Kwa hiyo Mungu anamfanya kwa mfano msiri, anaweza kufanya kitu fulani ambacho kinakusaidia peace. Ambacho kinanisaidia mimi innocent. Kuna kitu mimi innocent naweza kufanya lakini msiri hawezi kufanya. Kwa maana hiyo mimi nimezaliwa kwa ajili ya peace, msiri na wengine. Na wao wamezaliwa kwa ajili yako. Ukishaijua hiyo, utamheshimu kila mtu. Kweli kabisa. Kwa sababu unajua leo ama kesho kuna mchango ataweka katika maisha yangu.